Mtakumbuka kwamba mwezi wa pili mwaka huu Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa mbunge aliweza kuzindua rasmi timu hii ya Profesa Faustin Kabzora ya kuandaa mkumbi wa pili. Kama unafahamu, katika miaka 5 na zaidi iliyopita serikali imekuwa ikitekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, mkumbi 1 ulioanza kutekelezwa mwaka 2018 mpaka sasa, na tulishaonyesha kwa nyuma mafanikio yalipatikana na changamoto zake. Kama sehemu ya kutekeleza au kama sehemu ya maandalizi ya utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo mwaka 2050 ambao imeweka mkazo mkubwa katika eneo la kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, serikali iliona ni muhimu tuandae mkumbi wa pili, kwa maana ya kupitia upya mazingira ya biashara yalivyo sasa, mafanikio yake, changamoto zake, na kuweza kuleta mapendekezo katika miaka mingi ijayo, mambo gani tuyabebe na tuyabakishe ambayo tunayo kwa sasa, mambo gani tuyabadilishe na namna ya kwenda mbele. Kwa timu yetu sasa imeshamaliza zoezi la tunaitaga la kwenye dawati, kwa maana ya kufanya uchambuzi mazingira yalivyo kwa sasa kutokana na literature. Hatua inayofuata sasa baada ya hili ni kwenda kuonana na wadau wa biashara na uwekezaji, kwenda kuzungumza nao, kupata maoni yao, kupata mapendekezo yao, ni mambo yapi ambayo tunapaswa kuyazingatia ili biashara Tanzania ziendelee kukua, ili uwekezaji wa ndani na kutoka nje uendelee kukua, mambo gani tuyazingatie. Sasa hilo ni eneo ambalo linafuata kwa sasa, na wanaondoka hawa kwenda katika mikoa 16 ambayo imegawanyika katika kanda mbalimbali, huko Arusha, Dodoma, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Dar es Salaam na maeneo mengine mengi, lakini jumla mikoa 16, na kupitia vituo hivi mikoa yote itashiriki katika kutoa maoni yao, katika kuhakikisha kwamba tunapata maoni ya wafanyabiashara wenyewe, kupata maoni ya wawekezaji wenyewe, wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje, wawekezaji wanaofanya uwekezaji mdogo na uwekezaji mkubwa, wafanyabiashara wanaofanya biashara ndogo na wanaofanya biashara kubwa, lakini pia hata wananchi wa kawaida, pamoja na wafanyakazi wanaofanya kazi katika sekta binafsi na katika sekta ya umma. Lengo lazima ni kuhakikisha kwamba tunapata maoni mapana kama tulivyofanya katika dira, ili mkakati utakaoandaliwa uweze kujibu matarajio na matamanio ya wafanyabiashara na wawekezaji waliopo hapa nje, lakini hapa ndani, lakini pia tuweze kutumia nafasi hiyo kuvuta zaidi wawekezaji kutoka nje katika kuelekea miaka 25 ya utekelezaji wa dira yetu mpya. Sasa hivi hii biashara ndogo ndogo hizi akina mama ntilie na zote hizi ndogo, ukijumuisha watu wangapi wanashughulika nazo, ni watu wengi sana. Kwa hiyo wenyewe tutawajumuisha, kuwauliza ni jinsi gani wanadhani mazingira yao ya kufanya biashara yaboreke. Lini tutaanza? Baada ya kuwa tumekaa na kujipanga, tangu wiki ijayo tarehe 15 tutaanza. Kwanza tutaanza na hatua mbili. Moja, tutaanza na ile inaitwa pilot, kwamba tumetengeneza maswali kadhaa na jinsi ya kukusanya maoni. Tutakwenda kuona kama hayo maswali yanakidhi viwango. Kwa siku 2 tutakutana na makundi mbalimbali, baadaye tutarudi, tutakuja kufanya tathmini, lakini baada ya hapo tutatawanyika nje ya nchi, tutatawanyika mikoani, na baada ya hapo tutakusanya hayo maoni na tutatumia njia mbalimbali za kukusanya hayo maoni. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Waziri kwamba sasa hivi kwa kuandaa kule mikoani, tutakuwa tunawasiliana nao vyama vya wafanyabiashara, uongozi wa mikoa. Kwa hiyo tutawatembelea na watu wote, biashara za ngazi mbalimbali kama nilivyosema, na ngazi za biashara ndogo ndogo, wote tutapata maoni yao, na kwa jinsi tutakavyokusanya maoni, wengine tutaongea nao moja kwa moja, lakini njia nyingine za kuwasiliana nao kwa njia za kidijitali, na wenyewe tutajipanga ili waweze kufikiwa. Mwisho wa siku tuwe na watu wengi sana ambao tutakuwa tumewafikia.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.